إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, leo ni tarehe 24 mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 miladia. Leo ni siku ya mwisho ya daura hii fupi iliyoanza jana, daura ambayo inahusiana na ibada hii tukufu ya haji. Ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya haji ni ibada yenye msisimko maalum, kama ibada ya siamu ya mwezi Ramadhani. Ni ibada ambazo zina msisimko mkubwa duniani. Hakuna nchi katika nchi za dunia nzima isipokuwa wakati huu watu wanajiandaa kwa ajili ya safari hii ya haji. Kwa ni ibada pekee, ibadatun maliyatun badaniya, ibada ya mali, ibada ya mwili ambayo ina msisimko dunia nzima. Na ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mikusanyiko hii, mikusanyiko ya kila siku ya sala za jamaa, akatuwekea mkusanyiko wa kila wiki wa salatul Jumaa. Allah akatuwekea mikusanyiko ya kila mwaka ya Eidul Fitri na Eidul Adha. Pia akatuwekea mkusanyiko huu mkubwa wa haji, ambapo Waislamu wa dunia nzima wanakusanyika kule katika viwanja vya Mina na viwanja vya Arafat. Ndugu zangu, mikusanyiko hii inaonesha moja kwa moja izzatul islami wal muslimin. Moja kwa moja mikusanyiko hii inaonesha izzatul islam wal muslimin. Yaqulu ta'ala: walillahi al-izza walirasulihi walilmu'minin walakinna almunafiqina la ya'lamun. Makafiri, maadui wa Uislamu, katika mikusanyiko hii wao wenyewe wanakata tamaa, na wao wenyewe wanaitakidi katika nyoyo zao
kwamba hii ndiyo dini ya kweli, ndiyo dini ya haki, ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Ni mikusanyiko ambayo inawadhalilisha makafiri, ni mikusanyiko ambayo inawadhalilisha maadui wa Uislamu, mikusanyiko hii ya kila mwaka. Ndugu zangu Waislamu, unapofikiria mamilioni ya watu ya Waislamu wanaokusanyika katika mji mmoja ule wa Makka, ni jambo la maajabu makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna nchi yoyote katika nchi za dunia inayoweza kukusanya Waislamu wa dunia nzima mahali pamoja kama mji ule wa Makka. Kwa ni mikusanyiko mikubwa, mikusanyiko inaonyesha izzatul islami wal muslimin. Muhadhara huu wa kumalizia daura yetu hii ni muhadhara wa kuelezea manufaa yaliyopo katika ibada hii ya haji, na ni baadhi tu yatakayoelezwa hapa. Ni baadhi ya manufaa ya haji wanayopata wale mahujaji wanaokwenda kule katika ibada hii adhima, ibada ya haji. Maulama wanaiarifisha haji, wanasema alhajju lughatan alqasdu. Haji katika lugha ya Kiarabu maana yake ni qasdu, kukusudia. Kukusudia ndio alhajju fi lugha. Taarifu ya haji kisheria huwa qasdu baiti llahi alharam liadai ibadatin makhsusah dhati af'alin makhsusah fi amakina makhsusah. Haji katika sheria ni kukusudia nyumba ya Allah tukufu kwa ajili ya kutekeleza ibada maalum, ibada yenye vitendo maalumu katika sehemu maalumu za kule Makka. Hii ndiyo taarifu ya haji kwa kisheria. Ibada hii ya haji ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu tano. Uislamu ni mpana, Uislamu ni mpana, Uislamu ni mrefu, lakini umejengewa kwa nguzo tano. Si kwamba nguzo hizi tano ndio Uislamu wote, la hasha. Hizi ni nguzo za Uislamu, lakini Uislamu ni mrefu, Uislamu ni mpana, Uislamu una mambo mengi. Lakini hizi ni nguzo ambazo Uislamu uko juu yake, kama vile nyumba ilivyo na nguzo, kama vile msikiti ulivyo na nguzo. Ndio Uislamu nguzo zake ni tano, lakini Uislamu una vitu vingi. Hadithi ya Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس. Uislamu umejengwa kwa mambo matano: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kwanza ni kukiri kuwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kukiri kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Hii ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili, wa iqami sala, na kutekeleza sala, kusimamisha sala. Hii ni nguzo ya pili baada shahadatain, na hii ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu. Baada shahadatain iqami sala, kusimamisha sala kwa nguzo zake, kwa masharti yake na wajibati zake na nguzo zake na sunna zake. Pia wa itai zaka, na kutoa zaka, wa saumi Ramadhan, na kufunga Ramadhani, wa haji baiti llahi alharam, na kusudia nyumba hii ya Allah tukufu.
Kwa hizi ni nguzo tano za Uislamu, ikiwemo ibada hii ya haji, kwamba ndiyo nguzo ya tano katika nguzo hizi tano za Uislamu. Ibada hii ya haji ilifaradhishwa mwaka wa 9 wa hijra. Mwaka wa 9 wa hijra Allah subhanahu wa ta'ala akawafaradhishia Waislamu ibada hii ya haji. Wadhalika liqaulihi ta'ala, walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Allah amewajibishia watu kukusudia nyumba hii ya Al-Kaaba kwa ibada yule mwenye uwezo wa kwenda kule. Walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Haji imefaradhishwa mwaka huu wa 9 wa hijra. Wanasema maulama, kwa nini Allah hakuifaradhisha haji kabla ya hapo? Kwa nini Allah hakuifaradhisha haji kabla ya hapo, kama ifaradhisha Ramadhani mwaka wa 2? Mbona haji ameichelewesha? Wanasema baadhi ya maulama, kwa sababu Makuraish walikuwa ni wengi pale Makka. Makka ulikuwa ni mji wa kishirikina na washirikina. Makuraishi walikuwa wengi pale Makka, Waislamu ni wachache, na ndio maana Makuraish walimzuia Mtume sallam na masahaba wake kwenda kufanya umra mwaka wa 6 wa hijra. Walimzuia Mtume sallam na masahaba wake kuingia katika mji wa Makka kwa sababu walikuwa na uwezo mkubwa, kwa sababu walikuwa wengi Makuraishi na Waislamu bado ni madhaifu na ni wachache. Wakaweza kumzuia Mtume sallam kuingia Makka kwa ajili ya kufanya umra. Mtume sallam akamtuma Uthman ibn Affan, nenda kawaambie washirikina hawa Makuraish kwamba sisi hatukuja kwa ajili ya vita, sisi tumekuja ni umaran, kwa ajili ya kufanya umra, kwa wasituzuie. Mpaka ikatokea sulhul Hudaybiyah, mambo mengi yakapita hapo. Kwa wanasema maulama, hii ni moja katika sababu zilizofanya haji isifaradhishwe kabla ya mwaka huu, ni kwa sababu Makuraishi walikuwa wengi, washirikina walikuwa wengi pale Makka. Pia katika sababu wanazozielezea baadhi ya maulama ni kwamba kabla ya hapo Makuraishi walikuwa wakifanya haji kule, washirikina wanafanya haji, tena wanafanya haji uriyanan, tupu. Haji ilitangazwa na Nabii Ibrahim alayhi salam, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Kwa hiyo Makuraish walikuwa wakitekeleza haji kufuata tangazo hili la Nabii Ibrahim alayhi salam alivyoamrishwa na Allah atangaze haji. Kwa haji ilianza tangu wakati huo wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Walikuwa wakifanya haji wakati wa kijahilia, watu wanafanya haji. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akachelewesha kuifaradhisha haji kwa sababu hiyo, kwamba washirikina walikuwa wakifanya haji pale, wengine tupu. Kwa hiyo ili wawaache washirikina wale wafanye haji yao hiyo, Allah akachelewesha kuifaradhisha hii. Pia wanasema baadhi ya maulama, Mtume sallam baada ya kufaradhishiwa haji mwaka wa 9 hakwenda mwaka ule. Alimtuma Abu Bakr as-Siddiq akawafanyishe watu haji, yeye hakwenda mwaka ule kwa sababu kadhaa. Wanasema ule ilikuwa ni amul wufud, ujumbe wa watu mbalimbali walikuwa wanakuja kwa Mtume sallam kwa ajili ya kufundishwa dini. Kwa ilikuwa Mtume hana nafasi ya kutoka pale kwa ajili ya kuwakaribisha Waislamu hao wapya waliosilimu, kwa sababu wanataka kufundishwa dini. Akabaki pale Madina,
kwa ajili ya kuwafundisha watu mbalimbali waliokuwa wakija pale Madina mwaka huu wa 9 wa hijra. Kwa Abu Bakr as-Siddiq akenda kule na Waislamu masahaba wengine wakenda wakafanya haji. Na ndio mwaka huu Mtume sallam akamwamrisha Abu Bakr as-Siddiq awaambie masahaba watangaze kwamba mwaka ujao, mwaka wa 10, hairuhusiwi mshirikina yoyote kufanya haji, wala haruhusiwi yoyote kufanya haji tuputupu. Tangazo lile likatangazwa. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akatangaza tangazo hilo kwamba mwaka ujao Mtume sallam atahudhuria katika haji yake ya kwanza na ya mwisho. Haruhusiwi mshirikina yoyote kushiriki katika haji, wala hairuhusiwi mtu kuhiji tuputupu. Mtume sallam akafanya haji yake hiyo, hajjatul wada, mwaka wa 10 wa hijra. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala aliichelewesha kufaradhisha haji, wanasema kwa sababu mji wa Maka ulikuwa bado haujafunguliwa. Baada ya kufunguliwa mwaka wa 8 wa hijra, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala kufuatia mwaka ule tu, mwaka wa 9, akafaradhisha ibada hii ya haji. Wanasema baadhi ya maulama, Mtume sallam alifanya haji mara 2 kabla ya kuhamia Madina. Alifanya haji mara 2 kabla ya kuhamia Madina, halafu ndipo akafanya haji hii ya 3 na ya mwisho, ambayo ndiyo haji pekee katika Uislamu baada ya kupewa utume, hajjatul wada au hajjatul islam au hajjatul balagh kama inavyoitwa na maulama. Kwa wanasema Mtume sallam alifanya haji mara 3, mara 2 kabla al-bi'tha na mara 1 hii pekee ya haji yake, hajjatul wada. Idhan ibada ya haji ni ibada adhima na ni nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Ibada hii ya haji iliwekwa kwa umma uliokuwa kabla ya Waislamu. Kabla ya kupewa utume Mtume sallam, ibada hii ilikuwapo katika zama za Nabii Ibrahim. Qala Allahu ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal-qa'imin wal-ruk'i as-sujud وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر هذه الآية. والحج لا يجب إلا مرة واحدة، ni ibada pekee ya mara moja kwa umri. Haji ni ibada pekee ambayo ni wajib mara moja tu kwa umri wa mtu. Mara nyingine zote inakuwa mtu ni sunna, kila mara ya 2, mara ya 3, lakini ibada zote zinazofanya, aidha kuna ibada ya kila siku sala, au kuna ibada ya kila mwaka saum, au ibada ya zaka kila mwaka, lakini ibada ya haji ni ibada kwa umri mara moja tu ndio wajibu wake. Mara nyingine zote inakuwa ni sunna. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. Mtume sallam anaambia masahaba, enyi watu, Allah amefaradhisha juu yenu haji, fahujju, fanyeni haji. Faqala rajulun akulla amin ya rasul Allah, mtu mmoja katika masahaba al-Aqra ibn Habis akamuuliza Mtume, je, ni kila mwaka ya rasul Allah? Fasakata sallallahu alayhi wasallam, Mtume akanyamaza. Thumma qala law qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum, lau ningesema ndiyo kila mwaka
ingelazimika kila mwaka na msingeweza. Lau qultu na'am la wajabat akulla amin ya rasul Allah, je ni kila mwaka ya rasul Allah haji? Kwanza mtume alinyamaza, kisha akasema lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tu, ningesema ndiyo ni kila mwaka ingekuwa ni lazima kila mwaka na msingeweza. Alhajju marra faman zada fahuwa tatawwu, haji ni mara moja tu katika umri, atakayezidisha hapo hiyo ni sunna kwake. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sababu hii ya jambo hili la kuhudhuria na kufanya ibada hii ya haji, ameiwekea sababu zake, licha ya kwamba ni ibada katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ameweka manufaa mengi katika jambo hili la kufanya ibada ya haji. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sababu kupatikana manufaa mengi kwa wale wanaokwenda kutekeleza ibada hii ya haji. Lamma qala ta'ala wa'adhin fi nnasi bilhajji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq, thumma qala liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao. فعلل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بقصد هذا البيت بحصول المنافع الكثيرة. licha ya kwamba ni ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuna manufaa mengi na maslahi mengi kwa watu wanaokwenda kule katika ibada hii ya haji. Liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao. Wanasema maulama, Allah subhanahu wa ta'ala nakara almanafi'a litaumma kulla manafi'i alhajji ad-dunyawiyya wad-diniyya. Allah ameifanya nakira hii manafi', ameifanya nakra, hakuifanya ni muarraf. Liyashhadu manafi'a lahum, kwa manafi'a hapa ni nakira ili ienee manufaa ya dunia na pia manufaa ya akhira. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال منافع الدنيا والآخرة، akifasiri liyashhadu manafi'a lahum قال منافع الدنيا والآخرة، ثم قال أما منافع الآخرة فرضوان الله، manufaa ya akhira ni radhi za Allah. Wanaokwenda kufanya haji wana radhi za Allah, wanapata radhi za Allah. Haya ni manufaa makubwa ya akhira. Thumma qala wa amma manafi'u ad-dunya fama yusibuna min manafi'il badani wat-tijara, ama manufaa ya duniani ni yale wanayopata katika manufaa ya mwili na manufaa ya biashara. manafi'ul badan wat-tijarat. Wakadha qala Mujahid وغير واحد من السلف رضي الله تعالى عنهم. tafsiri hii ya Ibn Abbas pia wameisema Mujahid na asiyekuwa mmoja katika salaf, kwamba manafi' yashmalu manafi'a ad-dunya wal akhirah, manufaa ya duniani na akhira. Katika manufaa ambayo anayepata muislamu kwa kutekeleza ibada hii ya haji, at-tawfiq liikmali almuslimi da'aima dinihi, ni muislamu kuwafikishwa kukamilisha nguzo za dini yake. Muislamu akenda haji, Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha kukamilisha nguzo zote za dini yake. Baada ya kukamilisha nguzo ya shahadatain na nguzo ya sala na nguzo ya zaka na nguzo ya siyam, kisha anakamilisha nguzo hii ya haji.
ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwafikisha muislamu kukamilisha nguzo tano hizo. Ni katika manufaa wanaoyapata mahujaji ya kukamilisha nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu. Kadhalik al-inqiyad wal-istislam liawamiri llahi azza wa jalla, kufuata amri za Allah azza wa jalla, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila, ni kujisalimisha na kutekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in lam yadhhar liaqlika wajhu alhikmati fiha, mwenye kuhiji mahali hapa patukufu, ardhi ile tukufu, kwa ajili ya kutekeleza ibada hii adhima wakati huu maalum, na kufanya tawaf katika al-Kaaba na kulishumu Hajar al-Aswad akiweza, na kutupia vijiwe jamarat, yote haya ni kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya ni kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala ya kutekeleza manasikul hajj. Kadhalik katika manufaa makubwa ya haji, ghufranu dhunub, ni kusamehewa madhambi liman hajja mukhlisan lillahi ta'ala, mwenye kufanya haji hali ya kuwa kikamilika masharti yake, anasamehewa madhambi. Ghufranu dhunub, kusamehewa madhambi kwa mwenye kufanya haji mukhlisan lillahi ta'ala fi hajjihi muttabi'an awamir Allah, hali ya kutekeleza amri za Allah, hali ya kujiepusha na makatazo yake. Ni katika faida na manufaa makubwa mtu kusamehewa madhambi yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Mwenye kufanya haraka kwa siku mbili zile za tashrik, akaondoka baada ya kutupia jamarati thalatha, siku ya kwanza, siku ya pili, akaenda zake, fala ithma alayhi, hakuna madhambi juu yake, tayari haji yake imekamilika. Waman taakhara, na mwenye kuchelewa mpaka akamalizia siku ya tatu katika siku za tashriki tatu, fala ithma alayhi, hana madhambi. Liman ittaqa, kwa mwenye taqwa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, mcheni Allah na jiweni kwamba nyinyi mtakusanywa kwake. Yaqulu imamu al-mufassirin Abu Ja'far al-Tabari rahimahullahu ta'ala, baada ya kutaja khilafu ya mufassirin katika maana ya aya hii, qala wa awla hadhihi al-aqwali fi as-sihha qawlu man qala faman ta'ajjala fi ayyami min ath-thalatha fanafara fi al-yawmi ath-thani fala ithma yahuttu Allahu dhunubahu in kana qad ittaqa fi hajjihi fajtanaba fihi ma amara Allahu fafa'ala ma amara Allahu bihi wajtanaba ma naha Allahu anhu wa ata'ahu biadaihi ma kallafahu min hududihi wa man ta'akhkhara ila al-yawm ath-thalith falam yanfur fi al-yawm ath-thani hatta nafara min ghadin fala ithma alayhi. Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala, baada ya kutaja khilaf ya mufassirin katika maana ya hii, qala wa aula hadhihi al-aqwali fi as-sihha qawlu man qala, mwenye kufanya haraka katika siku zile za Mina tatu, siku za tashriki tatu, akaondoka katika siku ya pili, fala ithma alayhi, ana madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala anamuondoshia madhambi yake, in kana qad ittaqa fi hajjihi, akiwa alikuwa na takwa katika haji yake, akatekeleza amri za Allah, akajiepusha na makatazo yake,
akamtii Allah kwa kutekeleza aliyomkalifisha. Kadhalika mwenye kuchelewa mpaka siku ya tatu hivyo hivyo, fala ithma alayhi, hana madhambi ikiwa amefanya haji yake vizuri. ثم ساق الإمام الطبري رحمه الله جملة من الأحاديث الدالة على تكفير الحج الذنوب. كشا إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله akataja jumla ya hadithi zinazofahamisha kufutiwa madhambi mwenye kufanya haji. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Tumenasema mwenye kufanya haji halafu asifanye tendo la ndoa kule wala asifanye maasi yote, atarudi kama alivyozaliwa na mama yake. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yaumi waladatu ummu. Mwenye kufanya haji halafu asifanye tendo la ndoa kule, asifanye maasi yote, atarudi kama alivyozaliwa na mama yake, hana madhambi. Kiwa wanasema maulama, haya ni madhambi madogo anayosamehewa. Haya ni madhambi madogo anayosamehewa, kama ile hadithi ya Mtume: as-salawatu al-khams wal-jum'a ila al-jum'a wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Kwa hii vile vile, na hii vile vile ni mtu akiwa amejiepusha na madhambi makubwa, madhambi yake madogo yote yanasamehewa. Na ndio maana mahujaji wanatakiwa kabla hawajaenda kule wafanye tauba, watubie na madhambi yao yote kabla hawajafika kule, ili wakifanya haji madhambi yao mengine yote madogo yawe yamesamehewa, wanarudi kama walivyozaliwa na mama zao baada ya kufanya tauba na madhambi makubwa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, mkijiepusha na madhambi makubwa tuliyowakataza tutakufutieni madhambi yenu madogo. Kwa hizi swala, saumu, haji, zote hizi zinafuta madhambi madogo. Madhambi makubwa lazima tauba, madhambi makubwa lazima taubatun nasuh, toba ya kweli iliyokamilika masharti yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'ani anaamrisha jambo hili la toba: watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah nyote enyi waislamu ili mpate kufaulu. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tutubie. Kwa hiyo hadithi hii kama hadithi nyingine kwamba zinafuta madhambi madogo, na kila jambo jema linafuta madhambi madogo. Innal hasanat tudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin. Kila jambo jema linafuta dhambi ndogo, lakini dhambi kubwa haifutiki na haya mambo mema, inafutwa na taubatun nasuh. Kadhalik katika manufaa ya haji, alfawz bilwuqufi fi sa'idi Arafa, ni kufuzu kwa kuhudhuria pale katika ardhi ya Arafa katika siku hiyo adhim, yaumu Arafa, siku ya 9, tarehe 9 ya Dhulhijja, yaumu Arafa, yaumun adhimun. Kwa ni kufuzu katika manufaa ya haji, ni kufuzu kuhudhuria pale katika uwanja ule wa Arafat siku hiyo, siku adhim, na mahali pale patukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na kukurubia katika mahali pale pa watu waliohudhuria pale Arafa, na Allah subhanahu wa ta'ala
kujifakharisha na malaika wake kwa wale mahujaji wanaohudhuria pale kila mwaka. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu waliokuwa wanastahili moto, anawaacha huru na moto. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Mtume sallallahu alayhi wasallam ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. hakuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha huru watu wengi na moto min yaumi Arafa, kuliko siku hii ya Arafa. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa karibu, kisha anajifakharisha kwa wale walio pale Arafa, anajifakharisha na malaika na kuambia malaika, ma arada haula, hao wanataka nini waliokuja hapa? Wanataka msamaha. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Kwa ni siku adhim, ni Eidul Hujjaj, ni idi ya mahujaji. Siku ile mahujaji hawafungi siku ile, ni sunna siyam kwa wasiokuwa pale, wasiokuwa mahujaji ni sunna kufunga. Mahujaji ile ni siku ya idi, hawafungi kwao yaumu Arafa. Kwa hiyo ni siku adhim, siku ambayo mtu anajiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale waliokuwa katika uwanja wa Arafati kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe madhambi yao. Kila mtu katika siku ile anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala lolote analotaka katika masala ya khair. Ni siku adhim, ni katika manufaa makubwa ya mahujaji kuhudhuria pale katika uwanja ule wa Arafa. Moja katika nguzo za haji alwuqufu bi Arafa, ni kuhudhuria Arafa. Moja katika nguzo za haji, alhajju Arafa. Yakulu sallam alhajju Arafa, kuonesha kwamba kuhudhuria Arafa ni moja katika nguzo za haji. Kadhalik katika manufaa ya haji, nafyul faqri wadhunub, ni kuondoshewa ufakiri na madhambi. Mtu anaondoshewa ufakiri na madhambi. Alhaju, ile haji inamuondoshea ufakiri wake na madhambi. Fa'an ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala tabi'u bayna alhajj wal umrah fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunub kama yanfi alkiru khabath alhadid wadhahab walfidda. Mtume sallam anasema tabi'u baina alhajj wal umra, fuatisheni baina ya haji na umra. Fa innahuma, kwani ibada hizo mbili zinaondosha ufakiri na madhambi. Yanfiyani alfaqra wadhunub kama yanfi alkiru khabath alhadid wadhahab walfidda, kama kir kinavyoondosha uchafu wa chuma na uchafu wa dhahabu na fedha. Alkiri, kile kifaa kile ambacho wale mahaddadi, wale wafua vyuma wanakitumia kwa ajili ya kusafishia vyuma, kusafishia dhahabu, kusafishia fedha, inaitwa alkir. Mnajua Kiswahili inaitwa nini? Kiswahili, nani anajua Kiswahili cha alkiru? Kile kitu, ala ile ya kusafishia dhahabu na fedha na vyuma pia vinasafishwa na hiyo alkiru. Nani Mswahili mkubwa hapa anajua alkiru tafsiri yake nini Kiswahili? Msije mkafungua zile app zenu za simu. Msifungue, ni jimuni tu.
Alkiru inaitwa kifukuto. Achukue ni msamiati huo. Kifukuto. Kwa hiyo haji na umra ni kifukuto ambacho kinaondosha madhambi, kinaondosha ufakiri. Qala walaysa alhajjatu almabrura thawabun illa aljanna, haina haji iliyokubaliwa, haji isiyo na madhambi haina thawabu isipokuwa janna, ni pepo, kama alivyosema Mtume sallam katika hadithi nyingine, al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu thawabun illa al-janna. Haji mabrur iliyokubaliwa isiyo na dhambi yoyote haina thawabu nyingine isipokuwa janna. Kwa hii ni faida kubwa kwamba mtu akienda kule haji ile yake na umra inamuondoshia ufakiri. Kama alikuwa fakiri, hata kama amepewa hidayah, amepewa zaka, ende haji, ufakiri ndio baibai pale, ndio ufakiri pale ndio baibai. Akishafika kule tu hana tena ufakiri. الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حج ni msimu mkubwa wa biashara. Haji, kwenda kule haji ni msimu mkubwa wa biashara na ni mavuno ya biashara ya kimataifa. Ni mahali ambapo panaletwa kila kitu, yujba ilayhi thamaratu kulli shay, matunda ya kila aina yako kule. Wafanyi biashara, wajasiria mali ndio wakati wao mkubwa, msimu mkubwa wa biashara ni msimu huu wa haji. Kwa ni manufaa mengine makubwa hayo ya mahujaji, kwamba kule ni msimu wa biashara, wanaweza wakachukua hapa biashara zao wakapeleka kule. Majani ya chai yaitwa nini ile, si katepa, si kitepa. Mahujaji wana nafasi hiyo ya kuchukua majani ya chai wende wakafanya biashara kule. Yaitwaje? Katepa, sio? Hamnyi chai ni nini? Majani ya chai ni zao kubwa hapa, ni biashara kubwa. Watu wanapenda kule nchi za Kiarabu majani ya chai ya hapa Kenya. Kwa ni fursa kwa mahujaji wafanye biashara hiyo, watangaze biashara ya Kenya ya nchi. Ndio ni manufaa hayo katika manufaa ya haji. Waarabu wakati wa kijahilia walikuwa wakijua msimu huu wa haji. Wakati wa kijahilia walikuwa wakijua msimu huu wa haji kwamba ni msimu wa biashara. Masoko makubwa ya kijahilia yalikuwa kule, ile Grand Bazaar, si ndio dokta? Zilikuwa kule. Ukadh, masoko yale makubwa ya kijahilia, Ukadh, Suku Majanna. Kuna jingine mnalisahau lile. Almuhimu, kulikuwa na masoko makubwa ya kijahilia wakati huu wa haji. Ni msimu mkubwa wa kufanya biashara watu wa kijahilia. Kwa mpaka sasa ni msimu wa biashara ule. Wacha kwamba dola nchi inapata faida kubwa, lakini wa mahujaji pia wengi wanafanya biashara zao katika msimu huu wa haji. Ni ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa kijahilia walikuwa wakiona tabu kufanya biashara pamoja na ibada hii ya haji. Walikuwa wakiona dhiki, wakiona kama ni madhambi, kwamba mbona tufanya ibada na huku tufanya
biashara za kidunia. يقول ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في البخاري قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم. ilikuwa soko hili Ukadh, Majanna, Dhul Majaz ilikuwa ni masoko ya kijahilia, wakaona vibaya kufanya biashara katika misimu hii ya haji. Fanazalat laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Allah akateremsha aya, sio vibaya nyinyi kutafuta fadhila za Mola wenu katika wakati huu wa haji, sio vibaya. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaruhusu na kuyaondoa yale yaliyokuwa katika wakati wa kijahilia ya Waislamu kuona dhiki kwamba kwa nini wafanya biashara katika wakati ule wa ibada. Akawaondoshea Waislamu dhiki hiyo waliokuwa nayo hawa watu wa kijahilia. Kwa hii ni katika masail jahiliya ambapo Uislamu ulibadilisha. Wao walikuwa wakiona tabu, wakiona dhiki, wakiona vibaya. Allah subhanahu wa ta'ala akawaruhusu Waislamu kufanya biashara zao bila kuona dhiki katika nafsi zao. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, hakuna vibaya kwenu kutafuta fadhila za Allah, riziki. Fadhila za Allah ni riziki. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. ابن عباس رضي الله عنهما سمع sio vibaya kwenu kuuza, kununua kabla ihram na baada al-ihram, sio vibaya. Yani kabla hamjaanza ibada ya haji na baada ya kumaliza ibada ya haji. Sio umevaa ihram lako sasa uenda kununua nguo na huku unaji ihram lako waelekea Mina. Baada ya kumaliza ibada ya haji fanya biashara zako, ingia shopping, ununue hizo biashara zako. Lakini sio umevaa ihram waelekea Mina huku wanunua manguo uenda kuuza kanzu huko Mombasa. Sio hivyo. Kwanza utakuwa na nafasi wakati huo? Huna nafasi, hakuna nafasi. Watu wanaelekea Mina tarehe 8 ile, huna nafasi ya kufanya lolote. Watu wote wanaelekea Mina kwa ajili ya ibada ya haji, hakuna nafasi ya kununua vitu. Lakini la haraja alaykum fi shira'i wal bay' qabla al-ihrami wa ba'dahu. Katika manufaa na faida ya haji, izalatul fawariq baina almuslimin, kuondosha farqa baina ya Waislamu na kubaini kwamba Uislamu ni umma mmoja, na kusudia kuondosha ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa ukabila pale katika ibada hii ya haji. Ni ibada ambayo imekusanya watu tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti ya dunia nzima yapo katika ibada ile ya haji. Kwa ni ibada ambayo inaondosha hizi tofauti tofauti za ukabila na za rangi na kila tofauti. Hakuna farqa kule, hakuna farqa ya huyu na huyu. Wote wamevaa vazi moja, wote wanafanya ibada moja, wote wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna farqa kule baina arabiyin wala a'jamiyin wala aswada wala abyada. Wote wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wote wamevaa vazi moja. Uislamu hauna jambo la ubaguzi wa rangi. Uislamu hauna unsuria. Uislamu hauna jambo hilo. Ya ayuhan nas, yaqulu ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha Waislamu waondoe mfarakano huu. Kwa ni katika faida kubwa
wanazopata manufaa makubwa na faida kubwa wanazopata mahujaji kule, ya kuondosha na kuonesha kwamba hakuna farka baina ya huyu na huyu katika ibada. Hakuna farka hiyo, watu wote wanafanya ibada ile ile moja, kama katika swala hivi hivi. Katika manufaa ya haji ni kunufaika, kufanya amali njema mbalimbali. As-salat fi al-masjid al-haram, at-tawaf hawla al-Kaaba, kupata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala katika Arafat. As-salatu fi masjid al-haram, sala moja kwa ni sawa na sala 100,000 za misikiti mingine. As-salatu fi al-haram, haram Makkah, sio masjid al-haram, msikiti wowote ulio ndani ya haram Makkah, sala moja kwa sala 100,000 za misikiti mingine. Sio jambo dogo, sio jambo dogo. Tena wanasema maulama, sala yoyote hiyo, ni sala ya sunna, hiyo ni sala ya faradhi, sala moja kwa sala 100,000 za misikiti mingine. Usipokwenda haji utapata wapi sala hizo? Usipokwenda haji utapata wapi? Umekaa pale wiki moja unasali pale ndani ya haram, huku utapata sala ngapi hizo? Ikiwa sala moja ni sala 100,000, je, sala 5 itakuwa ngapi hizo? Mbona mseme mjui hesabu nini? Si hesabu rahisi tu hiyo. Sala moja ni sala 100,000, dhuhur ni sala 100,000, sala 5 ni ngapi? 500,000. Plus na sala za sunna, rawatibu ongezea hapo, pia ni 100,000 hiyo. Ngapi? Ni zaidi ya milioni kwa siku. Unielewa? Zaidi ya milioni kwa siku. Utapata wapi hiyo kwa siku moja wewe? Huku ni zaidi ya 1,000,000 sala. Ni manufaa makubwa, mbali ya tawaf haula al-Kaaba. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. aya hii inathibitisha watu wawe na takwa, wafanye amali za kheri kule, wafanye amali njema kule. Mtu asiwe mvivu akienda kule. Mtu akiwafikishwa kwenda haji asiwe mvivu wa kufanya amali hizi njema. Mara amesoma Qur'ani, mara ameinuka amesali raka 2, usiwe mvivu. Ni bahati ya mtende mtu kuwafikishwa kwenda kule. Hakuna mtu yenye bahati kubwa kuliko mtende. Kwa sababu nasema ni bahati ya mtende mtu kuwafikishwa kwenda kule, sababu ya ajiri na fadhila nyingi anazozipata kule katika ibada ile ya haji. Kadhalik min manafi al-hajj ta'allum as-sabr, ni kujifundisha subra fi taamuli ma'a an-nas, katika kuamiliana na watu kule yahitaji subra kubwa. Tumeelezwa hapa jana kwamba kuna watu kule wanaona ibada ile ni ibada ya kutumia nguvu. Kuna watu wenyewe ni miji kubwa sijui ni wataje wenyewe, wapo hapa wa Nigeria, si kama kuna Nigeria hapa, ni mijitu mikubwa, halafu inatumia nguvu katika ibada ile. Kwa hiyo inahitaji subra kubwa kwa wanaokwenda kule. Mtu akikufanyia nguvu wewe mwachie tu, fanya subra. Ni mahali pa kujifundisha subra, wahtisabi al-ajri inda Allah, na kutaraji thawabu kwa Allah. Lakini watu wanafanya ibada ile ni ibada ya kutumia nguvu zao. Kuna watu wanachukua mazoezi sasa hivi hawajafika kule, wanachukua mazoezi ya kukimbia, ya mbio, ya kubeba vyuma nini, atakwenda haji ndio hao kifika kule ni hivi sasa. La, kutaallumu sabr, kujifundisha subra, wahtisabi al-ajri min Allah inda Allah azza wa jalla. ففي صحيح الجامع
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mu'min ambaye anachanganyikana na watu na kusubiri maudhi yao, muumini huyu ni bora sana kuliko muumini ambaye hachanganyikani na watu na hasubiri maudhi yao. Kuna watu hawataki kuchanganyikana na watu sababu ataudhiwa, hana subra, akiudhiwa atampiga mtu. Kwa hiyo hapendi yeye kuchanganyikana na watu, anajitenga na watu. Muumini huyu si bora. Muumini bora ni yule anachanganyikana na watu lakini wakimuudhi anafanya subra. Almu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum afdalu min almu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Katika manufaa ambayo wanayapata mahujaji kule, atafaquhu fi din, ni kupata manufaa ya kusoma dini na kutilia umuhimu mambo ya Waislamu na kuwasaidia Waislamu wasiojiweza na kufanya da'wa kwa ajili ya Allah. Kuna maulama kule, kuna maulama. Zikifika msimu huu wa haji, maulama wanasambazwa kule kwa ajili ya kufanya da'wa. Ni wakati muhimu wa mtu kusoma dini yake. Katika wakati huu, msimu huu, maulama wengi wanakwenda kule Makka kwa ajili ya kusambaza da'wa ila Allah Ta'ala. Kwa ni wakati muafaka wa mahujaji kupata manufaa hayo ya kusoma dini yao na kwenda kuwauliza maulama masala kadha wa kadha. Kuna vikao vya maulama, wengine wanajibu maswali, wengine wanafundisha, wengine hivi. Katika manufaa makubwa ya haji ni jambo hilo la kupata maulama kule, wanatoa dawa na kwenda kuchukua ilmu kule Makka, hususan Makka na Madina. Kadhalika katika manufaa ya haji, atadhakuru bil akhirah, likukumbuka akhirah, wa wuqufu al-ibadi baina yaday Allahi yawm al-qiyama, na watu kusimama mbele za Allah siku ya kiyama. Sababu zile mashair, watu wote wana nguo nyeupe, watu wote wanamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, jua ni kali. Mtu anatakiwa akumbuke akhira, akumbuke yaum al-mahshar, siku ambayo watu watakusanywa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala fi sa'idin wahidin hufatan uratan ghurlan, hali ya kuwa hana viatu, hali ya kuwa tuputupu, hali ya kuwa hawajatahiriwa, hali ya kuwa wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambapo watu watasimama mbele ya Mola wa viumbe. Ile ni siku ya kukumbuka siku hiyo. Umma ulioko kule ni siku ya kukumbuka siku hiyo, yauma al-mahshar. Wanasema maulama, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alizimalizia na kuziishilizia ayatul hajj fi surati al-Baqara aliposema, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa, thumma qala wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Allah amemalizia aya zile za haji kwa hivi, wattaqullah, mcheni Allah na jueni kwamba nyinyi mtakusanywa kwake. Kwa ni siku, ni wakati wa kukumbuka sana akhira, ni wakati wa kujiweka karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbuka watu watakuwaje siku hiyo ya mahshar, siku watapokusanywa al-awwaluna wal-akhirin, watu wa mwanzo na watu wa mwisho. Katika manufaa ya haji
ni kupata taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, haifimfikii Allah nyama zenu hizo wala damu za wanyama hao. Lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, hazimfikii Allah nyama za wanyama hao wala damu za wanyama hao, lakini humpata Allah taqwa kwenu nyinyi. Kadhalika sakhara lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. Yaqulu Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake aya hii, innama shar'a lakum nahwa hadhihi alhadaya waldhahaya litadhkuruhu inda dhabhiha. Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea hizi hadaya jamu hadi, waldhahaya jamu udhiya, ili mumtaje Allah wakati wa kuwachinja wanyama hao. Bismillah wallahu akbar, bismillah wallahu akbar, litadhkuruhu inda dhabhiha, kwani yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye mwenye kutoa riziki. La annahu yanaluhu shay'un min luhumiha wala dimaiha, si kwamba Allah zinamfikia zote katika nyama za wanyama hao na damu zake. La, fa innahu ta'ala huwa al-ghaniyyu amma siwa, Allah hahitaji lolote katika hizi. Qala Ibn Kathir rahimahullah, وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها. watu wa kijahilia walikuwa katika ujahilia wao wakichinja wanyama kwa ajili ya hao waungu wao wa batil, wanatapakaza nyama katika wale waungu wao na zile damu zao. فقال تعالى هذه الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Kwa hiyo kujifundisha takwa kule, mtu anataka takwa hapa, lakini kule anazidisha takwa yake. Ni mahali pa kuboresha ibada zake, ni mahali pa kuboresha takwa yake, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Katika mambo ambayo yanakatazwa sana na maulama ni mambo ya mapicha. Ndugu zangu Waislamu, hususan al-hujjaj, tunatakiwa tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo haya ya mapicha. Na subutu kusema mahujaji wengi wakifika kule wanajipiga picha alafu wanazirusha huko. Mahujaji wengi wanafanya hivyo moja kwa moja. Ile ni ria, haina maana nyingine, haina maana nyingine kwamba yeye pale yuko Arafa anamuomba Allah. Ni ria. Kuna hizbi mmoja alikwenda umra mwaka mmoja tu, mara moja tu alikwenda umra. Mapicha aliyoyarusha huko katika simu, kila ukifungua ni picha yake. Mara hapa amenyoa hivi, mara kanyoa kipara, mara pale baada ya umra alinyoa kidogo, alafu akanyoa kipara, ajipiga picha kichwa peke yake na uso. Akivaa ihram, picha. Baada ya kumaliza, picha. Mapicha hayo ukifungua umeona. Sasa picha zile ina maana nini? Nini maana yake? Nini maana? Kwamba yuko kule afanya umra, afahamisha watu kwamba yeye yuko umra. Kuna watu waenda umra kila baada ya mwezi hapa, wala huwezi kujua, wajasikia tu yuko umra huko, mara amesharudi, humjui, lakini yeye amekwenda mara moja. Mapicha 100 yako ndani ya simu. Hadha ma yambaghi. Ndugu zangu Waislamu, jambo la picha
mara kwa mara tunakatazana, lakini bado kuna waislamu wengine bado wana mambo haya ya mapicha, pamoja na hadithi za Mtume sallam zilizokataza mambo ya picha. Mtume sallam, man sawwara suratan fi dunya kullifa yawma alqiyamah an yanfukha fiha as-sur walan yanfukh walaysa binafikh. Anayepiga sura picha duniani atalazimishwa siku ya kiyama, huko akhira atalazimishwa aitie roho hiyo picha yake, na hawezi kuitia roho. Haya, moja katika adhabu za wapigaji picha hizo. Hakuna kazi nyingine mpaka kupiga picha wewe. Hakuna kazi nyingine duniani, ni kazi yako kupiga watu mapicha tu. Kazi ziko za halali nyingi. Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura, malaika hawaingii nyumba ambayo ina mbwa wala haina picha, hawaingii malaika nyumba hiyo. Hadithi nyingine inayokataza picha za vitu vyenye roho. Kila kitu ambacho kina roho ni haramu kukipigia picha, lakini kuna watu bado hadithi hizi hawajaziamini. Tuseme hawajaziamini, lakini ni haramu Muislamu, hususan ukiwa kule Makka, ukiwa katika misikiti ile mitukufu, usijipige picha ukazirusha huku. Aga mji mzima uage. Si tushajua kwamba uko kule, sasa picha za nini? Tumeshajua kwamba wewe umekwenda haji, fanya haji yako, Allah akurudisha. Hizo picha unazozirusha za nini sasa? Na tushajua sisi. Kwa hiyo hakuna haja hiyo ya kufanya jambo la haramu. Tunasema inna ashadda an-nasi adhaban inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun, watakuwa na adhabu kali siku ya kiyama kwa Allah ni wenye kupiga picha. Kwa jambo hili la mapicha, mahujaji wengi wanalo hivyo. Kuanzia airport picha, ndani ya ndege picha, amefika si wapi airport gani picha, amefika Jeddah picha. La, mahujaji wajiepushe na jambo hilo, na si mahujaji peke yake, waislamu sote tujiepushe na mambo hayo ya mapicha. Ni mambo yanaonyesha ria moja kwa moja wewe kwamba unakwenda Maka, unawajulisha watu kwamba wewe uko haji. Ndugu zangu Waislamu, manufaa ya haji ni mengi. Kila mwana wa chuoni ameandika risala ya kuelezea manufaa mengi yaliyoko katika haji. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, kila mmoja katika sisi atuwafikishe na sisi tupate zadi warahila za kwenda kule kufanya haji, ibada iliyo na thawabu nyingi, ibada iliyo na manufaa mengi, ibada iliyo na faida nyingi za hapa duniani na akhira. Lakini nimeelezea hadithi ya faida kubwa ya janna. Al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haji mabrur haina jaza nyingine isipokuwa pepo. Kwa hiyo kila haji anatakiwa atekeleze haji bila kufanya maasi, atekeleze haji kamili iwe mabrur, ili apate jaza hii ya pepo kulingana na hadithi hii ya Mtume sallam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe mahujaji waislamu wote wafanye haji zao na warudi salama katika nchi zao, na Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie haji zao, pamoja na sisi pia atuwafikishe tufanye ibada zetu na tukubalie ibada zetu. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.